Bwana Yesu asifiwe. Habari ya sasa hivi. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Nasema tena kwa ujasiri mkubwa, Yesu ni Mungu. Yoyote ambaye anapinga Yesu sio Mungu, huyo tunamchukulia kama mtu ambaye akili zake kidogo hazijakaa vizuri. Watu wengi wamekuwa wakibishana sana, Yesu sio Mungu. Hivi anayesamehe dhambi ni nani? Ni Mungu? Ni nabii? Ni mtume? Ni mchungaji? Au mtu? Anayesamehe dhambi ni mmoja, naye ni nani? Ni Mungu. Sasa nisikilize, kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 9 na mstari ule wa 6, Yesu anasema hivi: lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasamehe dhambi, na ni mmoja anayesamehe dhambi. Ni nani? Ni Mungu. Yesu ni mitume kama mitume wengine? Sio kweli. Yesu angekuwa mitume kama mitume wengine, asingekuwa na mamlaka ya kusamehe dhambi. Kila mmoja anajua ya kwamba Mungu tu ndio anayesamehe dhambi, hakuna mwingine. Na Yesu sasa anasamehe dhambi. Sawa. Mtume Muhammad aliwahi kutajwa na Yesu? Hamna sehemu Mtume Muhammad ametajwa na Yesu. Kabisa? Yesu amtaje Mtume Muhammad? Hapana. Je, kwa kutabiri aliwahi kumtabiri? Kumtabiri Mtume Muhammad? Hapana. Yesu anaweza kujua mambo yajayo? Anajua. Kama anajua, katikati yake amekuja mtu amepata wafuasi wengi mno, aitwa Mtume Muhammad. Hilo jambo alikuwa analijua ama alikuwa alijui? Yaani yeye hakujua kama atakuja Mtume Muhammad, isipokuwa alikuwa anajua kabisa kwamba kuna manabii wa uongo watakuja. Watu wa dini zote mbili mnaoshinda, mnaobishana kwamba dini gani ni sahihi, kwamba Ukristo ndo dini ya Mungu, kwamba Uislamu ndo dini sahihi ya Mwenyezi Mungu, mnabishana. Sasa nataka niwaulizeni maswali wote kwa pamoja, mnaoamini masuala ya dini na mnabishana kuhusu dini. Huwa mnasema Mungu wenu ni mmoja, huwa mnasema mnawasiliana na Mungu wenu, anawapa maelekezo, anapenda hiyo migawanyiko yenu, anapenda mnavyotoka mishipa ya shingo kubishana ni dini gani ni sahihi? Au mnatuona sisi mazimbwe kuku, ulimwengu uko huku, mnapotuambia Mungu wenu ni mmoja, alafu mnabishana kuhusu huyo Mungu? Mnapotuambia Mungu wenu ni mmoja, mnapotuambia Mungu wenu anatenda, ana action, anasikia, anajibu, alafu mnawasiliana naye, alafu ameacha mwendelee kugawanyika. Waislamu wanajiona wako sehemu sahihi, Wakristo wanajiona wako sehemu sahihi. Na unaweza ukashangaa kwamba Waislamu, kuna Waislamu wanajua kabisa kwamba Wakristo wanapotea wakiwa wanajua wanapotea, au Waislamu wanapotea wakiwa wanajua wanapotea. Hapana, kila mtu anajiona yuko sehemu sahihi. Sasa tunapowakatazeni neno kuamini ni kwa wavivu wa kufikiri, mnaona sisi hatuna akili. Kila siku nawaambia kwamba kuamini ni kwa mvivu wa kufikiri peke yao. Kwa haya yote yanaletwa na kuamini. Unapoamini kitu maana yake una uhakika nacho, na uhitaji tena kukifanyia utafiti. Kwa hiyo ingekuwa sio kuamini, mngekuwa mlisha tafuta ukweli, sio kubaki kubishana. Mnabishanaje sasa wakati Mungu wenu ni mmoja? Yaani kaka na dada wanabishana kuhusu baba. Kwa hiyo watu wa dini, narudia tena kusema, watu wa dini hamtakiwi kuongozwa na imani. Kuamini ni kwa wavivu wa kufikiri peke yao. Na wengine huwa wanasema kwamba dini zimeletwa ili kutufunga akili, ili kutufunga tusifanye kazi kwa bidii, tubaki kuamini, ili tusidai haki zetu ipasavyo, tuseme Mungu yupo atalipa, tuna makao yetu mbinguni. Alafu wewe mtu wa dini unakuja unasema sio kweli, dini zimeletwa na Mungu, dini zipo kutupeleka mbinguni. Unaishia hapo, ufanye utafiti. Unatakiwa ufanye utafiti, ugundue kwa nini sisi ambao tuko katika dini, yani mataifa ambayo yako katika dini yameshikilia sana dini, ni maskini sana. Lakini watu ambao waendekezi masuala ya dini kama China ndo tunawaomba misaada. Kwa nini? Kwa nini yani? Kwa nini? Unatakiwa jiulize. Ndio maana nakataa neno kuamini. Unaposema neno naamini, maana yake una uhakika
Lakini tu bora hata ungekuwa una uhakika, ila hauhitaji kuutafuta uhakika, yaani akili yako imegota. Lakini unaposema sijui, maana yake utautafuta uhakika na utaupata uhalisia halisi. Kwa hiyo nachotaka hapa nikiseme ni nini? Mnaoshinda mnabishana kuhusu dini gani ni sahihi, nyie Waislamu na Wakristo, wakati mnasema Mungu wenu ni mmoja, natakiwa mzingatie ukweli. Yaani kama unaona Biblia inakwambia kuhusu Mungu, Qur'ani inakwambia kuhusu Mungu, lakini unaona kuna ukweli umefichwa, hapo hamna Mungu. Kwa sababu Mungu, hata ng'ombe ni Mungu, hata sanamu ni Mungu, hata jiwe ni Mungu. Kwa sababu kuna watu wanaviita hivyo vitu ni Mungu. Kwa kama Mungu anapishana na ukweli, hilo ni jiwe, hilo ni sanamu. Kwa sababu ukweli ndo kitu cha kwanza kabla ya chochote. Na ukweli huwezi ukaupata katika kuamini. Ukweli unapatikana katika kutafuta. Mtu anapokuambia aamini, usipoamini utahukumiwa, maana yake pale anakulazimisha uamini kitu ambacho hakina uhakika, na anakuwekea hofu, anakutisha. Na nachokijua kitu kingine, ukweli ndo kila kitu. Jua halijai kutokea magharibi, linatokea mashariki. Ikitokea likatokea magharibi, maana yake limesema uongo, na hicho kitu hakijawahi kutokea likasema uongo. Kwa hiyo linasimamia kwenye ukweli. Usiku lazima uje, mchana lazima uje. Kuku anamzaa kuku, ng'ombe anamzaa ng'ombe. Hiyo ni asili, inafata asili yake. Huo ni ukweli. Kwa hiyo ukweli ndo kitu cha kwanza. Kama ukweli ni kitu cha kwanza, wewe unakaliaje kuamini hata mambo ambayo sio ya kweli? Kwa sababu ukisema unaamini eti kuna mbinguni, unaamini kuna motoni. Ulishai kwenda huko motoni? Haya, ni vitu gani ambavyo vinakufanya uende motoni na vinakufanya uende mbinguni? Kwamba usipokuwa Muislamu tu unaenda motoni. Usipokuwa tu Muislamu unaenda motoni. Usipokuwa tu Mkristo unaenda motoni. Hicho kitu ni cha kweli. Sasa Biblia inakuja na kutisha na kuambia amini, usipoamini utahukumiwa. Upuuzi. Watu wa dini ni upuuzi. Na mjue kwamba ni upuuzi, mnakalia kubishana kuhusu ni nani Mungu wa kweli, ni ipi dini ya kweli, wakati mnakuja mnasema Mungu wenu ni mmoja. Uone ni upuuzi huo? Ingekuwa kwamba msingekuwa mnakubaliana kwamba Mungu wenu ni mmoja, ndo mngekuja mkabishana kwamba dini gani ni sahihi. Na kama mnakubaliana Mungu wenu ni mmoja na mnabishana dini gani ni sahihi, msituambie mnawasiliana na Mungu anawapa maelekezo, msituambie Mungu wenu ana action, bali mtuambie Mungu wenu ni sanamu, ana chochote. Yaani yeye haongei chochote, afanye action yoyote. Ingekuwa anafanya action yoyote, angekuwa ashawaambia kwamba dini gani ni sahihi, kwamba muabudu katika dini gani. Na Muislamu anapokuwa kwenye dini yake ya Uislamu, anajua kule ndo sahihi, ndo kitu anachotakiwa kitende, ndo dini sahihi, ndo maana anapambana kuitetea. Vivyo hivyo na Mkristo, ndo maana anapambana kutetea dini yake ya Ukristo, anajua ndo sahihi. Sasa kwa nini Mungu katulia? Kwa nini akanyamaza kimya, kawaacha muendelee kubishana? Unaona kabisa ni vitu ambavyo havieleweki, lakini hivi vitu kutokueleweka vinakuja kwa sababu ya neno naamini. Kwa sababu unaposema unaamini, narudia tena, au uhitaji kuutafuta uhakika. Yaani maana ya tafasiri ya naamini, maana yake ni kitu ambacho kinawezekana au hakiwezekani. Naamini nitafanikiwa, maana yake inaweza katokea usifanikiwa au kafanikiwa. Lakini unaposema nitafanikiwa, maana yake ni kwa hakika utafanikiwa. Na unaposema nitafanikiwa, maana yake utatafuta namna ya kufanikiwa, utasubiria kufanikiwa. Lakini unaposema naamini, maana yake unatulia, unasubiria ufanikiwe. Kwa hiyo kuamini ni kwa wavivu wa kufikiri. Ndio maana watu wengine wanakuja wanasema kwamba imani au dini zimekuja kwa ajili ya kutulemaza, limekuja kwa ajili ya kutufanya tusiwajibike ipasavyo, tusifanye kazi kwa bidii, tusifanye kazi inavyotakiwa.
bali tukae tutegemee kwamba kuna mbinguni kuna malaika 72 tutapewa tulale nao usiku na mchana, ambapo ni upuuzi. Haya yote yanakuja ni kwa sababu ya kuamini. Upuuzi. Unapewa malaika 72 uwalale usiku na mchana, na Mungu akiwa anakuona, au Mungu yeye anakuwa wapi? Eti nyie ambao mnasema kwamba mnapewa malaika 72 mkishaenda peponi, mnapewa na pombe mnakunywa, na malaika mnawalala usiku na mchana. Huyo Mungu wenu na yeye anakuwa kwenye kiti cha enzi, anawaona waumini wake, anaona viumbe vyake alivyoviumba vinalalana usiku na mchana na hao mabikira 72, kwa sababu ya kuamini, kwa sababu ya neno naamini. Nyie mnaosema kwamba mtaenda mbinguni, sijui kuna dhahabu, kuna makao, kuna nyama, kuna nini, unaenda na mwili gani wakati ushakufa? Kwamba mtafufuliwa. Biblia iliandika kwamba akija atawafufua. Sasa kwa nini ambayo yalikuwa yanatendeka wakati ule na sasa hivi hayatendeki? Kwenye Biblia zenu wanasema watu walikuwa wanafufuliwa, watu wanatembea juu ya maji. Kwa nini sasa hivi hawatembei juu ya maji? Kwa nini sasa hivi watu hawafufuki? Kwa nini hizo samaki alizozifanya zisitokee sasa hivi? Zitokee tu kwenye vitabu. Na hicho kitabu kimeandika kwamba mnayoyatenda sasa hivi atakayeniamini atayatenda hata na zaidi ya haya. Sasa hata dogo tu mmelitenda lipi? Maana yake hamumwamini. Haya yote yanakuja kwa sababu ya neno naamini. Kwa ukilitoa neno naamini, maana yake utatafuta uhakika, na uhakika hautoupata kwamba kuna mbinguni na motoni. Mwingine anaweza akasema kwamba nabishana, napinga masuala ya mbinguni na motoni, napinga masuala ya dini, nahamasisha fujo, nahamasisha kugombana, nahamasisha watu wapigana, nahamasisha watu watende dhambi. Unaposema neno dhambi unamhusisha mwanadamu na mwanadamu. Dhambi inakuja pale unapomtendea mtu mwingine mambo mabaya, unapomwazia mwingine mambo mabaya. Sasa anayejitambua kikamilifu hawezi kufanya hivyo. Anayejitambua kwamba mimi nimezaliwa na baba na mama, baba amezaliwa na mama yake na mama yake, kwa hiyo wote tumegawanyika katika kitu kimoja. Kwa hiyo sisi ni kitu kimoja. Kwa hiyo ninavyojipenda mimi natakiwa nimpende na mtu mwingine, kwa sababu huyo mwingine ni mimi ambaye nimegawanyika. Kwa hiyo ninapotenda mema, sitendi mema kwa sababu nataka niende mbinguni, ila natenda mema kwa sababu najitendea mimi. Kule mimi ni pati wale, yani mimi ni mkono wa kushoto, yule ni mkono wa kulia. Kwa hiyo najitendea mimi mwenyewe hayo mema. Ukijitambua hivyo, hakutakuwa na neno baya, hakutakuwa na neno kinaitwa jambo baya kwa mtu mwingine. Utamtendea mtu mwingine mambo mabaya. Unataka utendewe mema, basi na wewe tenda mema. Nafikiri asanteni. Kwa leo naomba niishie hapa.